ni kwamba amekuumbeni nyie. An sio masdaria hiyo annahu khalaqakum, sawa kwamba yeye Mwenyezi Mungu amekuumbeni min turabin, kutokana na mchanga. Hiyo ni miongoni mwa dalili kwamba Mungu yupo. Kisha ukisomewa kama hivyo umeza mate. Unameza mate kwa ajili gani? Upate kuangalia kuna ukweli wa hilo au uongo. Atokee mtu mmoja saa sisi hatukuumbwa na mchanga, tumeumbwa kutokana na plastiki. Atokee mtaalamu mmoja wa maumbile aseme mwanadamu ameumbwa kutokana na plastiki au ameumbwa kutokana na bazoka au. Ndio maana kusema meza mate kisha tizama kulia na kushoto. Kuna atakayesema si tumeumbwa kutokana na magogo bwana. Yupo wa hivyo, rudia mara tatu. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab, miongoni mwa alama za uwepo wake Allah ni pale alikuwa amekuumbeni nyie kutokana na mchanga. Ukisoma elimu ya tauhidi unaambiwa usimtafute Mungu moja kwa moja kumjua Mungu yukoje. Utachekesha na inawezekana kichwa chako kikapasuka. Kullu ma khatara bibalika fallahu bikhilafi dhalika. Maki kwa upande huo hutoweza we. Kila kitakachopita katika fikra zako na akili yako na uwezo wako wa kibinadamu kutaka kumjua Mwenyezi Mungu vile bila ya kupitia dalili, Mungu hayuko hivyo. Hutofikia, utachemka. Unaweza kubasti. Sasa njia ni ipi? Wanaambia mtizameni Mwenyezi Mungu, mtafuteni Mwenyezi Mungu katika makhluqati, katika alivyoviumba. Huko ndio utamuona. Miongoni mwa hivyo ni wewe, mimi, sisi ni viumbe vya Allah. Kwa hiyo tujitizame sisi wenyewe, utamuona Mwenyezi Mungu. Na anaanzia hapa. Miongoni mwa dalili zake, nyinyi amekuumbeni kutokana na mchanga. Huo mchanga unauona, unaujua wewe. Tumeelewana? Bwana mmoja alisema fa idha kana asli min turabin fakulluha biladi wa kullul mustawtinina min aqaribi. Maadamu basi kuwa asili yangu mimi ni mchanga, basi kila ulipo mchanga hapo ndio kwetu. Kariakoo kwetu kwa sababu kuna nini? Tanga kwetu kwa sababu kuna nini? Ulaya kwetu kwa sababu kuna nini? Morogoro kwa Kinabago kwetu kwa sababu kuna nini? Fa idha kana asli min turabin fakulluha biladi. Kisha akasema wa kullul mustawtinina min aqarib, na kila wakazi wa huko ulipo mchanga basi ni ndugu zangu. Mimi ndugu yangu yoyote katika nyie. Kwa sababu gani? Nyote nyie mmeumbwa na nini? Na mchanga. Ili mipango mingine litaarafu tu ili tupate kujuana, lakini kulluna turab. Na ndio maana wacha Mungu, tukisema wacha Mungu sijui kama tunawajua walitembea katika ardhi hii haunan, walitembea katika ardhi hii. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن منهم وعباد الرحمن asema na waja wa Mwenyezi Mungu makini, waja wa Mwenyezi Mungu anayewazingatia mwenyewe Allah. Ibadur Rahmani, waja wa Mwenyezi Mungu awapendao. Ni wakina nani? Habari alladhina yamshuna ala al-ardhi, ni wale wanaotembea juu ya hii ardhi haunan, kwa upole, kwa utaratibu, kwa kuiheshimu na kuipa nafasi yake. Yani akiiona ardhi pia anainyenyekea, kwa sababu huwa asluhu at-turab. Imeeleweka vizuri? Amefikia mpaka ardhi nayo kufanya. Ndio unaambiwa hata mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatembea Khabab, akitembea akinyata kwa kuiheshimu ardhi, kwa sababu asili yake ni nini? Mchanga. Kwa hiyo sisi tumeumbwa kutokana na mchanga. Kisha Allah akasema thumma, kisha kuna tarakh kidogo thumma idha antum basharun tantashirun, kisha ghafla mkawa ni watu mnaotawanyika humo ardhini. Mwingine yuko Kisiju, mwingine yuko Sotele, mwingine yuko Bagamoyo, mwingine sijui wapi. Ile al-intishar kaipanga Mungu, Mwenyezi Mungu. Unaweza kwenda ndani huko milimani juu, wanafanya nini? Thumma idha antum basharun tantashirun, juu ya milima huko watu wanakaa na hata waswasi. Ushai kufika Lushoto kwa Meshai huko? Unaweza kwenda sehemu watu wanakaa wale wa Berbeji maporini huko. Thumma idha antum basharun tantashirun, sio wao. Mungu alipofanya pap, haya akawamwaga ardhini. Tumeelewa na watu wanazaana huko, wanafanya biashara zao. Wewe kama intishari yako haijaandikiwa kule, huwezi kwenda ukakaa. Sasa watu wanakaa huko, wanakaa na hizo ndio nyumba zao. Thumma idha antum basharun. Akaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya zina maneno mengi, lakini kwa sababu tuna kitu mbele tunapita haraka haraka kutekeleza ada. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake na dalili za uwepo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqa lakum, kukuumbieni. Ile kukuumbeni, hii kukuumbieni, min anfusikum, kutokana na nyinyi wenyewe. Kukuumbieni nini? Azwaja, mbea, azwajan, mbea. Yani mnahitaji Kiswahili jozi, kuwaumbia jozi. Jozi au pea au mbea. Pea kizungu, mbea kimrima au jozi. Kama vile raha ya viatu kiwe kimoja viwili, ile ndo azwaja. Lazima upate kiatu cha kulia na cha kushoto. Raha ya mchana uwe na azwajan. Inna kulla shay'in khalaqnahu zawjaini, amba kila kitu Mungu anasema tumekiumba na kinyume chake na pia yake. Ndio maisha yanaenda, mtu mwema na muovu, ndio maisha yanaenda. Wema watupu mbaki peke yenu, sisi waovu tusiwepo, haiwezekani. Raha ya maisha nyie wacha Mungu muwepo, na sisi watu ovyo ovyo tuwepo. Weupe muwepo, na sisi tuwepo.
wenye akili tuwepo na msiokuwa na akili muwepo. Inaeleweka vizuri eh? Inna kulla shay'in khalaqnahu. Sasa kama kila kitu kiwe na zauji wake, je binadamu? Ndio asema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Sasa hapa tofauti yake na hivyo vitu vingine, kwamba pea ya mwanadamu au jozi ya mwanadamu imetokana na yeye mwenyewe. Mwanadamu pea yake mwanamume na mwanamke, hii imetokana na kitu hicho kimoja, imebabaduliwa tu. Ameumbwa Adamu mmoja, kisha ikatolewa mmoja ya viungo vyake, akaumbiwa pea yake. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha, kisha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, kisha akatoa agizo wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mcheni Mola wenu ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi hii. Ilikuwa kaumbwa Adam peke yake, sawa eh? Kwa muda mrefu, ala ikhtilafi alaqwal almufassirin, wengine wanasema alikaa miaka 40, wengine alikaa miaka 100, alikaa bachelor, maisha hayendi hivi, sawa. Kisha ndo likatokea tukio hilo, akalala siku moja, Mwenyezi Mungu anataka kumuondoshea kimvumvu. Lugha kimvumvu unajua, upweke, sawa. Basi akamchomoa katika ubavu wake wa upande wa kushoto, kibavu kimoja. Mungu mwenyewe anajua, sisi hatujui alifanyaje, kwa sababu inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun. Akamuumbia mwanamke, Bibi Hawa, mzuri kabisa. Hapo napo kuna maneno. Kalala mzee yule, na usingizi sasa ulikuwa mtamu sana siku ile, kwa sababu ulikuwa na operation kidogo. Alivoamka anafungua jicho, anakutana na chuma kimesimama, si cha kawaida. Unajua kitu kiwa toleo la kwanza Nyinyi mmekuja huku matoleo ya mwisho tena, hayo toleo la kwanza. Mama Hawa, mashaka zetu wa kitarika wanatuambia alitaka kumvamia ile jadhabiyatu dhukuria, aljadhabiyatu adhukuria ilimvuta, akataka kumvamia, akamwambia mzee, usio na wasiwasi, huyu wako, lakini mpaka utoe mahari. Tunapokea kutoka kwa mashaka zetu wa kisufi. Akaulizwa nini mahari yake, akaambiwa mswalie Mtume Muhammad. Umeelewa? Akapiga salatu ala nabi, akaambiwa hichi kitu chukua sasa. Ndio ikaja ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna fakula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Sawa. Faazallahuma ash-shaytanu, mpaka mwisho huko tena. Wewe nenda katika suratul Baqara kwa sauti unayotaka mwenyewe, akira yake soma sika, ndio utaona raha yake. Umo upiji Hijazi, maana itakuwa huzuni. Kisha kaba ya Adam uskun anta wa zawjuka, manake hii pepo hii haitaki ukae peke yako. Raha ya nyumba nzuri, raha ya bustani, raha ya sehemu pa utuvu, sharti uwe na mwenzio. Nenda sasa ukaifaidi pepo. Mimi kila nikisoma kisa hichi nakumbuka safari yangu ya kwanza. Kuna mzee wangu mmoja alinichukua kwenda Arabuni. Ya kwanza nilikuwa sikujui Arabuni.
kanasikia tu Arabuni Arabuni, nikawa na hamnako. Asi akanichukua mzee wangu mmoja, mzee Juma Musa, mwenye tulikuwa tunamuita Nguvu, alikuwa ananipenda sana. Unamjua Sheikh? Akanipeleka huko Dubai ile ya zamani, tukafikia pahala pazuri kweli kweli. Tukakaa juu kwa usiku, tunaona mji wote, raha kweli kweli, tushakula halwa zetu na nini. Kisha yule mzee akapasifu, bwana unapaonaje hapa? Kaambia tungekuwa na wake zetu hapa, mimi nimesema. Yule mzee alikuwa, umejuaje? Tumeelewana. Aliruka, umejuaje Walidi bwana? Mimi ndo bwana nakupenda we. Nikamwambia basi tuje Pea huko. Mnaelewa manake au mnacheka tu? Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema qu anfusakum ziokoeni nafsi zenu na za wake zenu moto, ili muingie wote peponi. Raha ya pepo uwe na mkeo. Au mjanisikia hapo? Raha ya pepo uwe na nani? Uwe naye. Binti nani? Uwe naye. Sasa wewe uko peponi, yeye uko kule, waliyadhi billah. Au wewe uko kule, yeye uko peponi. Kuna utamu wa pepo hapo? Sasa mnafanya juhudi gani kuingia peponi na wake zenu? Hivi mmewaacha majikoni huko, wanapika vitumbua, hawaswali, hawafungi. Utakuwa naye peponi huyo? Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Miongoni mwa alama za uwepo wake Mwenyezi Mungu ni kukuumbieni nyinyi kutokana na nyie wenyewe, kuwaumbia pea zenu, yani wake zenu. Litaskunu ilaiha, umeona ili mpate kutuama, ili mpate kutulia kwao. Sheikh Muhammad Hamisi, litaskunu ilaiha, ila kwa watu waliosoma nahu hata zile za chini chini tu, ila lintiha, ila lintiha, yani ila ni kwa ajili ya kukomea kitu, kufika mwisho. Mwenyezi Mungu alikuwa fasaha na ni fasaha anaendelea. Maki aliweza kusema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu alaiha, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu fiha. Angeweza kusema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu biha. Si zote hurufi za jari, lakini litaskunu ushawahi kujiuliza? Ndio maana mbele akasema huko waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin. Ushawahi kufikiri kwa nini kaacha biha, kaacha fiha, kaacha alaiha, katumia ilaiha? Nenda kajitizame wewe mwenyewe uhitajio wako kwa mkeo, ndio utaiona litaskunu ilaiha, kwamba kumbe ujanja wote wa kila unayemuona anajiita mwanamme ukomo wake kwa mwanamke. Na ukilikataa hilo, nyumba inakushinda. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kwa ile mimi ndio kila kitu, ushashindwa. Una ubwege kidogo. Litaskunu ilaiha, Mwenyezi Mungu atumia tena ilaiha, hakuna ilaihinna, ilaiha. Inshallah kesho naweza tukafungua kidogo. Sheikh Umar upo? Litaskunu ilaiha. Mfano mzuri, yoyote unaimuona hata akiwa mheshimiwa hivi mkubwa shekhe kama hivi, Sheikh Mursalina anaswalisha,
mtafute siku moja nyumbani kwake ikiwa mkewe yupo, kisha usimtizame yeye tu, itizame mpaka mandhari ya nyumba yake.